أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، tuko katika taamulati ya Qur'ani katika suratu Saba aya 32. Qala alladhina istakbaru lilladhina istudhifu, waliutakabbar watawaambia wanyonge, anahnu sadadnakum ala alhuda, kwani sisi ndio tulokuzieni ndani ya uongofu, baada idjaakum, baada kukujieni, bal kuntum mujrimin, bali nyinyi wenyewe ni wakosefu. Hawatu waliwasababisha kupotoka leo na walaumu wale. Waqala alladhina istudhifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan-nahar idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Na wanyonge wakawaambia waliotakabbar, watawaambia bali ni vitimbi vyenu vya usiku na mchana mlipokuwa mkituamrisha tumkufuru Allah na tumfanyie andada washirika. Wa asarru nadamata lamma ra'au al'adhab, na wataficha majuto watakapoiona adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru, na tutawaekea makonga shingoni mwao waliokufuru, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, kwani wanalipwa ila kwa waliokuwa wakiyatenda. Kwa hiyo hata wakilalamika, hata wakilaumiana wao kwa wao, watasema waliofanywa wanyonge kuambia wale wakubwa wao katika upotevu, bali ni kule kutupangia kwenu ubaya usiku na mchana ndiko kuliko kututia sisi katika majanga. Umetupotoa sisi kwa kuwa mlikuwa mkitutaka tumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala, tumfanye kuwa ana washirika katika kuabudiwa. Kumbe kidedea hiki watu toka zamani al-Khatib walikuwa wanafanya mambo haya, na watu wa kila mmoja wapo ya makundi mawili wataficha majuto watakapoiona adhabu iliyoandaliwa kwao, na tutaweka minyororo kwenye shingo zao wale waliokanusha. Na wao hawatoteswa kwa adhabu hii isipokuwa ni kwa sababu ya kumkanusha kwao Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya kwao matendo mabaya duniani. Ndio maana watanini wataadhibiwa. Katika hii aya kuna onyo kali dhidi ya kufuata walinganizi wa upotevu na viongozi wa ukiukaji sheria, kwa sababu baadaye watakuja atakufanya wewe ujute tu, lakini kwa sababu uliwafuata utakuwa huna njia. Wama arsalna fi qaryatin min nadhir, na hatukumtuma mwonyaji yoyote kwenye mji, illa qala mutrafuha, ila walisema waliojidikeza kwa starehe zao wale watu wa mji. Mutrafuha, wale wenye kula raha, wenye starehe, wali wanasema inna bima ursiltum bihi kafirun, hakika sisi tunayakataa hayo mliotumwa nayo. Yani kila mtume ana utumwa, wale matajiri wao wanakataa. Hiyo tumefahamiana. Hatukumtumiliza mtume yoyote katika mji wowote alinganie kwenye kumuahidisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha katika ibada, isipokuwa wale wenye kuvama kwenye starehe na matamanio miongoni mwa watu wake, huwa wakisema tayari hakika sisi kwa haya mliokuja nayo enyi mitume ni wenye kukanusha. Hayo ndo maneno yao. Kwa hilo tena ile mitume inakuwa haina nguvu. Hii tumefahamiana, kwa sababu au watu wa mji viongozi ndo wanaambia watu maneno hayo. Waqalu nahnu aktharu amwalan wa aulada, na wakisema nahnu sisi, aktharu amwalan tuna mali mingi, wa auladan tuna mali mingi na watoto wengi zaidi. Wama nahnu bimuadhibin, wala sisi
hatutaadhibiwa. Zile kufuru zao hapa inaonyesha mitume ilikuwa ni maskini inaotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakiwalinganisha na wao wana mali, wana watoto, mitume wao wanaonekana ni vitu kama kituko tu. Sijui tumefahamiana. Qala ashabul jaa, wale watu wa jaha, wale wenye majivuno, wanasema lihaulai mutahajjina muftarikhin, hawa wanaotoa hoja wasema nahnu akthar amwalan wa akthar auladan, nyie bwana ondokeni bwana, hamna chochote, sisi tumekuzidini kwa kila kitu, katika mali, katika kizazi. Wa mazaantum, mnazusha kuwa sisi muadhabuna, kwa tutadhibiwa. Kadhib, ni urongo, hatuwezi kuadhibiwa. Falasna bimuadhabina fi dunya wala fil akhirah, sisi hatuadhibiwi duniani wala akhira. Sisi ni wengi zaidi wa mali na watoto, na Allah hajatupa neema hizi isipokuwa ni kuwa anaridhika na sisi. Umeelewa eh? Na sisi si wenye kuadhibiwa duniani wala akhira. Hayo Allah ndio anatueleza. Mabwana alikuwa akisema kuambia nani? Mitume. Na lao Allah angekuwa haturidhii, asingetupa mali kama hizi, lakini dalili kuwa ametukubali. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, sema uambie we mtume, hakika Mola wangu anawakunjulia riziki hapa duniani anaowataka miongoni mwa waja wake, msinione mimi hali yangu ngumu. Allah yeye anajua kwa nini kanifanya hivi, na anawabania vile vile anaowataka, si kwa mapenzi wala chuki, lakini anafanya hivyo kwa kuwatahini. Lakini wengi wa watu hawajui kwamba huo ni mtihani kwa waja wake, kuwa wao hawana mali ni mtihani. Umeona? Lakini walakini akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawataamali, hawazingatii. Sijui umeelewa maana yake hapa? Qul ayuha rasul, si mtume alimwambia huna mali wewe, huna chochote, akaambiwa sema wewe mtume, lihaulai almaghrurina bima utu minan ni'am, kwa hawa wenye kuhurika kwa yale waliopewa katika neema. Rabbi subhanahu wa ta'ala yusa rizq, Allah subhanahu wa ta'ala ndo mwenye kukunjua nini? Riziki. Liman yashau, kwa yule ambaye anayemtaka, lakini katika ukunjuaji huo ikhtibara lahu ayashkura am yakfur, ni mtihani kwa watu, anashukuru au anakufuru. Sisi tumeelewa huko kukunjuliwa. Allah anaangalia huyu anashukuru au anakufuru. Tunamwomba Allah tujalie tushukuru. Na saa nyingine Allah yudhiku, anamtia dhiki mtu, biashara hazendi, kazi, madeni. Ala man yashau, kwa yule ambaye anamtaka. Ibtilaa lahu yasbira am yaskhat, kumbe ile kunyimwa Allah anaangalia utaweza kusubiri au tamkasirikia Allah, utaenda kwa mafrimanson. Walakin mu'dhamun nas, wengi katika watu, la ya'lamuna anna Allah hakimun, hawajui kuwa haya Allah anafanya kwa hikma zake. La yuqaddar amran illa lihikma baligha, hafanyi jambo kumtajirisha huyu na kumfukarisha huyu isipokuwa kwa hikma kubwa sana. Elimaha man alimaha wajahilaha man jahalaha, amejua hikma hii yule ambaye aloijua, na asoijua imekula kwake vile vile. Hii tumefahamiana. Kwa hiyo hakika Mola wangu humkunjulia riziki na humtia dhiki amtakaye, lakini watu wengi hawajui. Mtu anajua akipata ni nguvu yake. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, na si mali yenu wala watoto wenu watakao kukurubisheni kwetu mwe karibu, illa man amana wa amila salihan, isipokuwa yule alioamini na akatenda mema ndo atakuwa karibu yetu. Faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu, hao basi watapata malipo maradufu kwa aliyofanya. Wa hum fil ghurafati aminun, nao watakuwa salama katika magorofa. Kwa hiyo mwenye kumtii Allah, walaysat bi amwalikum wala auladikum, sio kwa sababu ya mali yenu na watoto wenu ndo mtapata ufalme wa Allah. Allati taftakhiruna biha,
Sisi tumefahamiana, ambao nyinyi mnajifakhiri tuna mali nyingi na watoto. Katika mali na watoto haikupelekeni katika radhi za Allah, lakini ule man amana billah, alomwamini Allah, wa amila amalan saliha, akatenda vitendo vizuri, atapewa ujira mara mbili. Sisi tumefahamiana. Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kusema katika aya hii, walladhina yasauna fi ayatina, na wanaojitahidi kuzipinga ishara zetu, muajizin, wakaona watashinda, ulaika fil adhabi muhdharun, hawa watahudhurishwa kwenye adhabu. Hapo umefahamu? Kwa hiyo wale wanaokimbilia kuzibatilisha hoja zetu na wanaziona njia za Allah subhanahu wa ta'ala asifuatwe, wakiwa wapinzani na washindani wanaziziba zile njia za Allah hawa wataingia ndani ya adhabu ya Jahannam siku ya Kiyama. Watahudhuriwa na zabania ambao ni askari wa motoni na hawatoki humo. Hii tumefahamiana. Hizi ndo aya za riziki. Aya hizi ukizisoma Mungu anakufungulia sana riziki ukizisoma kwa nia moja. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi, sema kwa hakika Mola wangu umkunjulia riziki ibadihi, wa yaqdir, na anamkadiria yule mtu mwingine umdhikisha, au sio? Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, na chochote mtakachokitoa yeye atakilipa Allah subhanahu. Wa huwa khairur raziqin, naye ni mbora wanaoruzuku. Hujaelewa? Anaambiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul ayuha rasul, sema ewe mtume, inna rabbi subhanahu wa ta'ala, Bwana wangu huyo ndo yusi anakunjua kwa mapana riziki, hiyo riziki, liman yashau min ibadihi, anawataka waja wake, na anamtia dhiki vile vile ala man yashau minhum, katika anayemtaka. Saa nyingine namwekea mambo yake na kwa magumu. Wama anfaqtum min shay'in fi sabilillah, na hamtoi chochote katika njia ya Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah isipokuwa atakulipeni zaidi kwa hicho mlichokitoa. Alaikum fi dunya, kwenye dunia, bi'ataikum ma huwa khairun min, atakupeni duniani kwanza bora kuliko kile mlichokitoa, na tumeona wengi waliotoa wamepata zaidi. Wa fil akhirah bi thawabil jazil, na akhira kuna thawabu nyingi sana watapata. Wallahu subhanahu wa khairur raziqin, sababu Allah ndo mbora kunini. Faman talaba rizq, yoyote mwenye kutaka kuzengea riziki, kutafuta riziki, faliyalja ilayhi subhana, basi amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, atakupa tu riziki. Wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lilmalaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Wa yawma yahshuruhum, na siku atakayowakusanya wote, jamia. Thumma yaqulu lilmalaika, kisha atawaambia malaika, ahaulai iyyakum kanu ya'budun, je, hawa walikuwa wakiabuuduni? Umeona hilo swala lilivyokuja? Kumbuka ewe mtume, siku ambayo Allah atawafufua washirikina na waabudiwa badala yake miongoni mwa malaika. Kumbe malaika pia wanaabudiwa, sijui tumefahamiana. Kisha ambie malaika kwa njia ya kuwalaumu wale walioabudu, yani wale wanaoabudu malaika, je, ni hawa waliokuwa wakikuabudu badala yetu sisi? Sijui tumefahamia. Qalu subhanaka anta waliyuna min duni bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihi mu'minun, malaika watasema tunakutakasa ewe Allah na kuwa na mshirika wa kuabudiwa, wewe ndio msimamizi wetu tunayemtii kumwabudu peke yake, bali hawa kanu yaabuduna aljin, walikuwa wakiabudu mashetani, wengi wao wanaamini na kuwatii, sio sisi. Wanajifanya tu malaika, kumbe si malaika. Wale walikuwa wakiabudia walikuwa wakiabudu nini?
mizimu, sijui tumefahamiana. Malaika wanatusingizia tu, sijui umeona balaa lilivyo. Basi Allah anasema falyauma la yamliku ba'dhukum li ba'dhin naf'an wala dharra wa naqulu lilladhina dhalamu dhuqu adhaba an-nari allati kuntum biha tukadhibun. Basi siku ya ufufuzi hao waabudiwa hawatakuwa na mamlaka ya kuwanufaisha au kuwadhuru wenye kuabudu au majini, na tutasema kuambia wale waliodhulumu nafsi zao, dhuku, onjeni adhabu ya moto ambao mlikuwa mkiukanusha duniani. Hii ni siku nzito sana. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala angalau atujalie tupate salama. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadha illa ifkum muftara wa qala alladhina kafaru lilhaqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin. Hawa wanaposomewa aya zetu zilizo wazi wanasema huyu si chochote ila ni mtu anayetaka kukuzuieni na waliokuwa wakiabudu baba zenu. Yani mtume ana lolote, yeye ndo anazuia watu. Wakasema haya si chochote ila ni uongo uliozuliwa, muftara, na waliokufuru walikata haki ilipowajia. Haya sio chochote ila ni uchawi ulio dhahiri, walikuwa wakisema. Si tumefahamiana? Hadha illa ifkum muftara, huu ni urongo uliozushwa. Waqala alladhina kafaru lilhaq, walikufuru wanaambia walioamini, lamma jaahum in hadha illa sihrun mubin, haya si chochote ila ni uchawi ulio dhahiri. Wama atainahum min kutubin yadrusunaha, wala hatukuwapa vitabu wavisome. Wama arsalna ilaihim qablaka min nadhir, wala hatukuwatumia mwonyaji kabla yako wewe, anaambiwa Mtume Muhammad. Kwa hiyo hawa wanaosema hawayajui ukweli wake, hatukuwateremshia wakanushaji vitabu wao vya kusoma kabla ya Qur'ani, vikawa vitawaonyesha wao yale wanayoyadai kwamba kile alichokuja nacho Muhammad ni uchawi. Hivyo vitabu haviko. Hatukumtuma kabla yako wewe Muhammad mjumbe yote wa kuwaonya wao na adhabu yetu. Wakadhaba alladhina min qablihim wama balaghu mi'shara ma atainahum fakadhabu rusuli fakaifa kana nakir, na walikanusha wale waliokuwa kabla yao kama vile Ad walikanusha, Thamud na watu wa Makka hawakufikia ushuri wa kile tulichowapa umma waliopita zile cha nguvu, hawajafikia nguvu za wale watu, lakini wamekanusha. Wingi wa mali hawajafikia watu wa Makka, umri mrefu hawajafikia, na neema nyinginezo, lakini tukaangamiza. Basi angalia ewe Mtume, ni namna gani walivyokuwa makemeo yangu na adhabu yangu kwao. Hawa wanajitia tupunguani, wanajitia wazimu, sijui tumefahamiana. Kwa hiyo Mtume anaambiwa hao ni warongo, hawana lolote, fitna tuna unafiki. Qul innama a'idhukum biwahida, sema mimi nasihini kwa jambo moja tu, an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, ya kwamba msimame kwa ajili ya Allah wawili wawili, mmoja mmoja, kisha mfikiri. Sijui tumefahamiana? Ma bisahibikum min jinna, mwenzenu huyu hana wazimu. Sijui tumefahamiana? Yani Mtume Muhammad hapo sio mwenda wazimu. In huwa illa nadhirun lakum baina yadi adhabin shadid, huyu ni mwonyaji kwenu kabla ya kufika adhabu kali. Kwa hiyo msikae mkasema Muhammad amepata nini? Wazimu, kwa sababu walikuwa wakikaa wakimhisabu bwana Mtume ana wazimu. Subhanallah. Sijui tumefahamiana eh? Walikuwa wakimhisabu Mtume ana nini? Ana wazimu, lakini Allah amepinga, amekataa, amesema huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana wazimu. Yani hapa pana maneno mazito sana. Wanadamu anatakiwa afikirie
sana, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hana nini? Hana wazimu. In huwa illa nadhirun lakum baina yadi adhabin shadid. Kisha Allah akaendelea kusema katika aya ya 47, qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum, sema ujira niliokuumbeni ni wenu nyinyi. In ajriya illa ala Allah, sina ujira ila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in shahid, na yeye shahid juu ya kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala, sikuombeni nyinyi. Sema ewe Mtume, uambie hao wakanushaji washindani, sijui tumefahamiana, waambie wakanushaji, malipo niliowaomba kwa wema huu niliowaletea ni yenu nyinyi. Malipo yangu mimi ninayoongojea hayapo isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye kuyaona matendo yangu na matendo yenu hakuna chochote kinachofichikana kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anawalipa wote, kila mmoja kwa anachostahiki. Waambie qul inna rabbi yaqdhifu bilhaqqi allamul ghuyub. Sijui tumefahamiana. Sema ewe Mtume, uambie anayekanusha upokeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na ujumbe wa Uislamu, hakika Mola wangu anafanya kila kitu vile anajua yeye, anavumiliza ubatilifu kwa hoja za ukweli. Kwa hiyo Allah atakufedheheni tu haya mambo mnaonambia, akaangamiza Allah subhanahu wa ta'ala yule mwenye kumwasi. Sijui tumefahamiana. Mtume anaambiwa qul inna rabbi yaqdhifu bilhaq, sema ewe Muhammad, hakika Mola wangu anaondoa upotovu bilhaqi, kwa haki. Yani upotovu akitaka kuondoa ataleta nini? Ataleta haki. Allamul ghuyub, yeye ndio mwenye kujua, anajua vyema yaliyo ya ghaibu, yale ambayo mwanadamu hayajui, Allah yeye anayajua. Qul jaa alhaq, sema kweli imefika. Wama yubdiu albatil wama yuid,